Ni simanzi na majonzi, mpenzi mtazamaji wa chaneli katika mtaa wa Anyama ulioko ndani ya kata Kibeta mkoani Kagera, manispaa ya Bukoba, ambapo kama unavyoona ni mambo yaliyojitokeza usiku kwa mkia Aprili 17 mwaka huu. Nyumba mbili kwa familia tofauti zimeweza kupoteza watoto wanne. Wenyewe walikuwa wanajiandaa kwenda shuleni, yaliyokuta akakuta ukuta ukaweza kuegemea nyumba, na mwisho wa siku nyumba na yenyewe ikaweza kupata changamoto ya kuanguka hadi nyumba ikaweza kuporomoka na kushambulia watoto hadi kupoteza maisha. Na kama unavyoona hapo, huyo ni baba mzazi mmoja wapo wa watoto walioweza kupoteza maisha, akilia na kugaragara na maumivu jinsi gani alionayo. Sasa tutazame baadhi ya viongozi wa ngazi ya chini, na maanisha mwenyekiti wa mtaa wa Anyama, wajumbe, bila kusahau wananchi mbalimbali, na wenyewe wameweza kuzungumzia namna gani, jinsi gani tukio hili walivyolipata. Na Gervazi Kajuna, mwenyekiti wa mtaa wa Anyama. Naam. Mnamo wa saa 12:05 hivi nimempokea taarifa kwamba watoto wa familia mbili wameangukiwa na ukuta mahala hapa chini ya Perfect. Kwa hivyo na mimi nilichokifanya, nimejulisha uongozi mzima wa kata, pia na mheshimiwa diwani nimempa taarifa. Basi baada ya hapo ikabidi nije. Nilipokuja nikakuta kweli kuna jeshi la uokoaji tayari walikuwa wameshafika, na majirani pia walikuwa wameshafika, viongozi wenzangu na wao walikuwa wameshafika. Basi tukaendelea na kuokoa vitu vingine vilivyokuwemo ndani ya nyumba. Lakini yote haya yametokana kwa sababu ya mvua nyingi iliyonyesha pale alfajiri saa 11. Ndio. Mara baada ya mambo kuyaona, kuyafahamu kwa mwenyekiti, hatua za kwanza ambazo umechukua wewe kama kiongozi maeneo haya, je, umeshirikisha labda viongozi wako wa chini? Ndio, nimewashirikisha, lakini kwa bahati kuna viongozi wawili ambao wako majirani hapa, wao walikuwa wameshafika mapema sana pale tukio tu lilipotokea, na wao walikuwepo, na mpaka sasa hivi bado tuko pamoja. Ndio. Jeshi la zimamoto limesema kwamba hawa wenzetu ambao wamepata hili tukio, ambao wamepata matatizo, ambao wamepoteza watoto, waweze kutoka sehemu husika ambapo tukio limetokea. Je, haitajulikana kwamba wanaenda wapi, labda inafanyaje? Nyie kama uongozi wa chini, bila shaka kushirikiana na uongozi wa juu, mna mpango gani kuhakikisha kwamba mnawawezesha hawa na wenyewe ambao wamepata changamoto waweze kupata ngao chochote? Maana tunaona hapa kuna shida imejitokeza mageni. Jinsi tulivyo hasa kwenye uongozi wetu mkubwa, tunaye mheshimiwa diwani, yeye ana uwezo mkubwa kabisa wa kuona tunafanyaje. Vile vile na tunaye mbunge, na bahati nzuri ni jirani, tangu asubuhi ushirikiano wake tunao kwa sababu ni majirani kabisa. Kwa hivyo tunajua mambo yatakuwa mazuri, yatakuwa sawa tu. Mwenyekiti wa mtaa, wanaenda wapi hawa mara baada tamko la jeshi la zimamoto kutamka kwamba hawa watu wataki maana tatizo limeshajitokeza tayari? Wanaenda maeneo gani? Wanakuwa wapi labda? Jambo bado linaendelea kwa sababu ni mapema mno. Kwa hivyo mimi ninavyoamini na nilivyokuwa na uhakika watakuwa na sehemu nzuri tu ya kuhamia. Ndio. Ila kwa sasa? Kwa sasa hatujajua. Bado mambo yanaendelea kuendelea. Ndio. Wamo ndani? Hapana, hawamo sasa hivi. Wapo sehemu kwa majirani, lakini kwa baadaye najua na nina uhakika kabisa watakuwa kwenye sehemu nzuri tu. Lakini hilo tukio linatokea vipi? Hakuwepo labda zile milio mara baada kusikika? Baba, mama walikuwa maeneo gani labda mwenyekiti? Mama wa watoto wa Mikidadi na mama wa watoto wa Edmund wote walikuwemo ndani, na watoto tayari walikuwa wameshaanza kujiandaa kwenda shuleni. Basi limetokea ghafla kama tulivyosikiaga mara ya kwanza ile mwaka 2016 tetemeko, ndivyo lilivyokuja. Ndio, kitu kikashtuka. Basi yule mama Eliza akatoka moja kwa moja akaenda kwa mjumbe, jamani, naomba mniokoe, kuna jambo kadha wa kadha limetokea nyumbani kwangu, naomba mje mniokoe kwa sababu ukuta umeshaanguka tayari. Basi kuja moja kwa moja kufika hapa, mambo yalikuwa yashaharibika. Kwa hivyo ndio hivyo, tumeumia sana. Ndio. Una wito gani labda la mwisho kwa kuwapatia viongozi wako, wananchi wako kwa jumla ambao wanakutazama sasa hivi katika channel hii? Wito au neno la mwisho ninalotaka kuliongea ni kwamba pale tunaposikia mwenzetu anaomba msaada,
tuwai kama walivyowai majirani wa hapa na kuanza kusaidizana mambo kama haya na shida kama hii. Tunashukuru sana mwenyekiti kwa ushirikiano wako. Asante sana mwenyekiti. Mimi kwa majina naitwa Muidini Kasim. Na mimi ni mkazi wa mtaa wa Anyama na ni mjumbe wa serikali za mtaa. Ni mke wake na mheshimiwa mbunge. Ndio kaokoa jahazi. Kaokoa jahazi, kawapeleka hospitali. Wakapewa huduma. Wawili walikuwa wamekufa, wawili walikuwa hai, lakini aliyowapeleka mheshimiwa mke wake na mheshimiwa mbunge amewapeleka watoto 3. Ambapo mmoja alikuwa hai, wawili walikuwa hai, mmoja alikuwa amekufa. Baadaye jeshi la zimamoto likaja likamuokoa mtoto mwingine ambaye alikuwa amekufa tayari chumbani, alikuwa bafuni anaoga. Wakamuondoa, wakampeleka wenyewe hospitali. Basi sasa ndo tukafika hapa tukaanza kuokoa na vitu vingine. Sawa. Kwa majina naitwa Edina Biera Mwanika. Ni mjumbe wa mtaa lakini pia ni jirani wa mama aliyepata tukio. Ilikuwa mida ya saa 11:30. Nisikia mayoe. Yule mama akaja kuomba msaada zaidi. Nikatoka nje kwenda ndani, akaniambia watoto wamekuwa na ukuta. Kaanza kuokoa, lakini hapo baadaye nikaona kwamba sisi hatuwezi, majirani watu 3. Kama kutoka nje kwenda kuwaita majirani mpaka saa 12 kamili. Watu wakaja kuokoa. Baadaye watoto kawapata akiwa watoto 3. Wawili ni watoto wa Mikidadi Hali na wawili ni watoto wa Edmund. Ndio tulivyowapata hiyo kapeleka hospitali ya government. Fika pale daktari akatuambia watoto mloleta walishakufa. Nianze kwa kujitambulisha. Mimi naitwa Vedasto Benedicti, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Anyama. Kwanza nianze kutoa pole kwa wananchi wa Anyama. Tumepata msiba mkubwa. Tumeondokewa na watoto 4 wa familia 2. Kwa maana familia moja imepoteza watoto 2 na familia nyingine imepoteza watoto 2. Kwa hiyo jumla ni watoto 4. Alfajiri leo ya saa 12 ndipo shida ilipotokea hii hapa, lakini imesababishwa na mvua kubwa kunyesha. Sasa ukiangalia kwa nyuma hapo kuna nyumba 2 ambazo zimepakana na ukuta mkubwa wa Perfect. Sasa ule ukuta wa Perfect, mvua ziliponyesha kubwa hizo, ukuta ukawa umedondoka. Sasa ulipodondoka ndo kaangukia hizo nyumba, ndo watoto 4 wakawa wamefariki. Lakini pia nimepataje habari baada ya familia moja kupoteza watoto 2, mama yao ndakaamka sasa saa 12 akawa amekuja nyumbani kwangu kanigongea kwamba anataka msaada. Kwa hiyo nikaamka, nilivyoamka hapa ninaenda pale kwake nikakuta tayari nyumba imeshadondoka na watoto wameshafariki. Kwa hiyo mimi nilichokifanya msaada wa kwanza nikaanza kuamsha watu majirani kwa ajili ya kufanya nini? Kuona kama tunaweza tukaokoa maisha ya watoto hao. Kwa hiyo nilipita nyumba kwa nyumba nikawaamsha majirani waliokuwahi kuwepo pale, ndio tukaanza kusaidiana kutoa kile kifusi. Bahati mbaya sana tumewatoa watoto wameshapoteza maisha. Jeshi la zimamoto na uokoaji lenyewe limetoa tamko kwa hizi familia zilizopoteza watoto hao kuondoka hapo mara moja. Mrakibu mwandamizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji Joseph Ngonyani, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kagera, leo asubuhi tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 2026 majira ya saa 12:20 jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kagera kupitia kituo cha jeshi la zimamoto na uokoaji Bukoba kilipata taarifa ya tukio la kuanguka kwa uzio au ukuta wa uzio wa hoteli ya Perfect ambayo inapatikana katika mtaa wa Anyama, kata ya Kibeta. Jeshi la zimamoto na uokoaji lilifika katika eneo la tukio majira ya saa 12:59. Jeshi la zimamoto na uokoaji linatoa wito ufuatao. Cha kwanza kabisa, katika eneo ambalo limepata madhara haya, wananchi wote na wakazi wote waepuke kufika katika eneo hili kwa sababu bado lipo katika uchunguzi, ili kuweza kujiridhisha na madhara mengine ambayo yanaweza yakajitokeza, kwa sababu eneo hili wakazi wa hapa wameishi katika muda mrefu sana, na kwa muda mrefu hawajapata tukio la mtindo kama huo. Kwa hiyo hatujui bado uimara wa eneo hili ambalo limebaki, na ndio maana tunawataka wakazi wote wa maeneo haya watulie, ili waweze kuangalia kwanza vipi vyombo vinafanya jitihada gani kujiweza kujiridhisha na usalama wa eneo hili, ili baadaye tutatoa tangazo maalum ya nini kifanyike katika maeneo haya. Lakini kwa kuanza ni kwamba familia
zote ambazo zilikuwa zinaishi katika haya majengo ambayo yameangukiwa na huu ukuta kwa sasa hazipaswi kuendelea kuishi katika majengo hayo. Kwa hiyo ni vyema kutafuta hifadhi nyingine kwa ndugu, jamaa na marafiki ili waweze kupata hifadhi kwa wakati huu, kipindi tunahangaika kuangalia kwamba maeneo gani wao wanaweza kupata ambayo yanaweza kawasitiri katika hali ya hapo baadaye. Mtazamaji, ndio hivyo, sisi tuseme hatuna la ziada. Tunafunga mauzo siku ya leo kutoka ndani ya mtaa wa Anyama ulioko ndani ya kata Kibeta mkoani Kagera. Kama unavyotazama, hao ni baadhi ya wananchi ambao wameweza kufika katika eneo la tukio na wenyewe wakawa shuhuda moja wapo ndani ya tukio ambalo limetokea ndani ya mtaa huu. Tukio la masikitiko kweli, tukio la kushangaza, tukio la kuumiza sana, na kama tusikia baadhi ya watu wakisema kwamba sio mara ya kwanza haya matukio kujitokeza, lakini tukio hili sasa ni mara ya kwanza la kupoteza watoto 4 kwa familia tofauti. Na tumeweza kusikia mengi kutoka kwa viongozi, lakini pia tukamsikia kiongozi wa zimamoto ndani ya mkoa wa Kagera, na mwenye ameweza kuzungumza mengi siku ya leo. Mimi naitwa Livinus Karoli, nikusie endelea kufuatia channel hii, tuko pamoja sana, tunasema asante.